Karibu Tuzo Online. Tuna wachezaji ambao walipata majeraha na kuna wachezaji ambao hawakuonekana kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Kutoka kwenye idara yetu ya madaktari, nianze kwa kutoa ripoti ya wachezaji ambao wako kwenye matibabu sasa hivi. Mchezaji wa kwanza ni Yao Kwasi Atola, ambaye yeye sasa hivi, habari njema kwa mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, ameshamaliza period yake ya kuwa chini ya medical, kwa maana ya idara ya madaktari. Sasa hivi ameingia kwenye idara ya fitness chini ya kocha wetu wa fitness China. Kwa hiyo hii ni habari nzuri. Mchezaji anapotoka kwenye operation kubwa kama ya Yao, anakuwa na kipindi cha rehab, alafu anakuwa na kipindi hiko ambacho kinahusisha pia madaktari kumwangalia. Alafu baada ya hapo sasa, kitendo cha kuruhusiwa kutoka kwenye medical kwenda kwenye fitness ni hatua moja kubwa sana ya mchezaji kurudi kwenye pitch. Kwa hiyo habari njema kwa Kwasi Atola Yao, ameshaondoka kwenye idara yetu ya medical, amekwenda sasa kwenye fitness. Chances za kurudi kwa mujibu wa madaktari ni Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Idara yetu ya madaktari wanaamini Kwasi Atola Yao atakuwa ameshamaliza medical, ameshamaliza fitness, na mwalimu anaweza kumjoin sasa kwenye program za timu, mazoezi ya pamoja. Mchezaji mwingine ni Clement Mzize. Ameshafanyiwa operation yake, taarifa tumeshaitoa. Watu wanataka kujua muendelezo wake sasa hivi ukoje. Mzize sasa hivi yupo chini sasa yupo kwenye hiyo rehab process, na yupo chini ya Dr. Yusuf kwa maana ya physio. Ameanza mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi sio ya fitness. Mazoezi mepesi kutokana na jeraha lake, kujaribu kukunjua ule mguu, goti, tuone limekuwa sawa kiasi gani. Kwa hiyo yupo katika kipindi hiko, bado hajafika kwenye kipindi cha fitness. Unaweza kumuona Mzize, umepata picha yuko gym, lakini usiamini kwamba gym kaenda kufanya mazoezi ya fitness. Yupo chini ya idara ya madaktari na Dr. Yusuf kwa maana ya physio wetu ndio anamsimamia kwa sasa hivi. Chances za kurudi Mzize ni lini? Kwa mujibu wa daktari, Mzize anaweza kurudi pia Januari mwishoni au early February. Januari mwishoni au mwanzoni mwa mwezi wa pili, Clement Mzize anaweza kurudi uwanjani. Mchezaji mwingine ambaye nimeona ameandikwa sana hapa siku mbili hizi ni Mudathir, ambaye amekosekana kwenye mechi mbili za mwisho za ligi ambazo Yanga amecheza. Na mmeona taarifa Mudathir ameondolewa pia kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinasafiri kuelekea Egypt, maandalizi ya kuelekea Morocco kwa ajili ya AFCON. Mudathir amepata shida ya goti, na yeye bahati nzuri shida yake sio shida ya kufanyiwa operation. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, shida yake sio shida ya kufanyiwa operation. Nimeona mahala watu wameandika Mudathir anakwenda kufanyiwa operation. Sio kweli. Mudathir shida yake sio ya kwenda kufanyiwa operation. Ziko namna mbalimbali za kitabibu ambazo madaktari wanaendelea naye, na Mudathir madaktari 100% wanaamini mwanzoni mwa mwezi wa kwanza, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, atakuwa amesharejea 100% kwenye utimamu wake. Kwa ni matibabu anaendelea nayo chini ya idara yetu ya madaktari, lakini sio operation. Kuna rehab process kidogo anaendelea nazo, tukiamini na wao wakiamini kiscience, mwanzoni mwa mwezi Januari chuma kitakuwa kimerejea vizuri. Hatukumuona mchezaji Israel Patrick Mwenda kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Ni regular starter, anapokosekana kwenye timu lazima kuwe kuna maswali. Mwenda yeye alipata shida ya maradhi kawaida
alipata malaria, lakini hivi tunavyozungumza anaendelea vizuri alhamdulillah. Mchezaji mwingine ambaye alipata shida hiyo ni Edmund John, naye alipata tu homa kawaida pamoja na Azizi Andamwile. Hawa tatu walipata maradhi ya kawaida, na hivi tunavyozungumza na nyie hali zao zimeimarika vizuri, na tunaamini siku ya tarehe 15 inshallah watarejea kuanza mazoezi ya pamoja na wenzao kambini kwetu. Hiyo ni taarifa ya majeruhi ambao tuko nao sasa hivi kutoka idara ya madaktari, na tunaamini wanachama na mashabiki wa klabu yetu watakuwa wametosheka na wameshiba hii taarifa ya madaktari juu ya wachezaji ambao hawajaonekana kwa muda kidogo. Baada ya mchezo dhidi ya Coastal Union, na hapa kabla sijadumbukia kwenye ratiba, nitoe pongezi zangu za dhati sana kwa mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walioingia uwanja wa Jamhuri siku ya mchezo dhidi ya Coast na kuisupport timu yao. Ile vibe ambayo tuliipata pale siku ile ni vibe ya kipekee sana. Kufunga goli dakika za mwishoni hivi, lakini hamasa ambayo mashabiki walikuwa wanaitoa, walikuwa wanaonyesha wachezaji kwamba tunaamini hata ingebakia dakika moja, tunaamini tuna nafasi ya kupata goli na tukawa kwenye nafasi ya kuondoka na point 3. Kwa hiyo niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, aidha ambao walikuwa Dodoma, waliosafiri kutoka mikoa mbalimbali, wamefanya kazi kubwa na Mwenyezi Mungu ametulipa zawadi ya ushindi wa point 3. Tunakwenda kwenye mapumziko tukiwa nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na nimeona nianze na kutoa hii pongezi. Baada ya mchezo ule, technical bench ilitangaza mapumziko kutoka siku ile ya tarehe 7 mpaka siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 12. Kutoka tarehe 7 ambako mechi ilimalizika, kwa hiyo tarehe 8 mpaka tarehe 15 wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa, wachezaji wote ambao hawapo kwenye michuano ya AFCON, wachezaji wa Young African Sports Club wamepewa mapumziko kutoka siku ya tarehe 8 baada tu mchezo kuisha ya tarehe 7 mpaka tarehe 15. Tarehe 15 ikifika wanatakiwa waripoti mazoezini, na wakiripoti mazoezini programu iko vipi? Kiripoti tarehe 15 watafanya mazoezi mpaka tarehe 20. Wakifanya mpaka tarehe 20 patakuwa pana break nyingine kutoka tarehe 21 mpaka tarehe 28. Break hii ya kwanza ni break kwa sababu tumetoka kwenye mchaka wa mechi ambazo zimefuatana. Kwa hiyo tumewapa wachezaji wiki moja hapa ya kupumzika. Tarehe 15 wataripoti kambini kwa ajili ya kuendelea na mazoezi. Ikifika tarehe 20 itakuwa ni siku ya mwisho ya kufanya mazoezi, alafu tarehe 21 tutawaruhusu mpaka tarehe 28. Hapo mnafahamu patakuwa pana sikukuu za Christmas zimeingia hapo. Kwa hiyo tunatoa nafasi kwa wachezaji wetu waende kuwa karibu na familia zao, washerehekee pamoja sikukuu za Christmas. Tarehe 29 wachezaji hawa watakiwa waripoti tena kambini. Kwa muda wa kula bata tarehe 21 mpaka tarehe 28. Tarehe 29 wanatakiwa waripoti tena kambini. Wakiripoti kambini tarehe 29 ndio wanaendelea moja kwa moja mpaka mwezi wa kwanza. Hatujui mwezi wa kwanza ratiba ya bodi ya ligi nini kitatokea, lakini tunajua na tuna uhakika mwezi wa kwanza Young Africans itakuwa na mechi ya away ya CAF Champions League dhidi ya Ahli, na mechi itafanyika tarehe 23. Kwa hiyo tunaweza kutokea program hapa pakawa na michezo ya ligi. Hatujajua bado, tunasubiri mwongozo kutoka bodi ya ligi, lakini wakiripoti tarehe 29 maana yake maandalizi sasa ya mechi zote zinazofuatia yataanzia hapa. Hiyo ni programu yetu ya senior team. Timu yetu ya wanawake, ligi ya wanawake inaendelea.
ligi ya wanawake inaendelea, na tarehe 12 maana yake ni kesho kutwa tu, siku ya Ijumaa inshallah, watakuwa na mchezo dhidi ya timu inaitwa Tausi, na mechi hii itafanyika pale KMC Complex. Muda tutakuja kuwajuza baada ya kupata mwongozo mzuri kutoka TFF, lakini siku ya Ijumaa inshallah timu yetu ya wanawake Yanga Princess itakuwa na mchezo wa ligi kuu ya wanawake dhidi ya Tausi. Wakati ligi ya wanawake ikiendelea, ligi ya vijana chini ya miaka 20 pia na yenyewe inaendelea, na tarehe 17 watakuwa na mchezo. Kwa hiyo ukiangalia vizuri, mwezi wa 12 senior team watakuwa na vipindi viwili vya mapumziko, lakini wana kipindi hapo cha kufanya mazoezi. Lakini timu yetu ya wanawake yenyewe haina off kwa sababu ligi yao inaendelea, na timu yetu ya vijana chini ya miaka 20 ligi yao pia inaendelea, kwa na wao hawana off. Break pekee waliopewa ni senior team. Kwa hiyo ndio program nzima ya timu zetu tatu katika kipindi cha mwezi wa 12.